Je, Sifuna bado ni mwana ODM? Na mimi nilichaguliwa na chama cha ODM kwa muhula wa miaka 5, lakini matukio ambayo yamekuwepo pale ndani ya chama kwa miezi michache hii ambayo imepita inadhihirisha wazi kwamba labda sina future kwenye chama cha ODM. Manake sasa chama cha ODM kimetwaliwa na uamuzi wote ambao unafanywa ndani ya chama cha ODM haufanywi pale Chungwa House kama pale nyuma ambapo mimi nilikuwepo kama katibu mkuu. Uamuzi wa jinsi ambavyo chama kinaendeshwa, mambo muhimu ndani ya chama yanafanywa kwenye Ikulu. Na mfano wa hivi punde zaidi ni jinsi ambavyo nilivyobanduliwa katika afisi ya naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Mliwaona maseneta wa chama cha ODM wale ambao wanaunga mkono ile broad based na serikali ya William Ruto, kwanza wakaitwa wakati wa lunch time wakaitwa Ikulu, wakapewa maagizo kwamba ifikapo jioni leo usiku lazima huu jamaa mkwe mmemngatua. Na kweli wakaita mkutano usiku kama saa hii. Tulikuwa kwenye ofisi ya yule kiranja wa walio wachache Mheshimiwa Ledama Olekina ambaye ni senator wa Narok. Wakasema sisi tumeambiwa lazima tukufurushe, hamna sababu, ni lazima uende. Unanielewa? So iwapo tumefika katika nafasi kama hii, mimi kweli namkosa baba na miss baba, manake alipokuwepo pale kulikuwa na uongozi ambao ulikuwa ni uongozi ambao ulikuwa consultative. Unaona, alikuwa anatuuliza maoni yetu kabla uamuzi ufanywe katika chama. Baba alikuwa anaheshimu kila mtu, hata wale wanachama wa ODM hapa Bungoma, ule mdogo kabisa Mheshimiwa Hilda Sianga alikuwa hapa, ambaye ni mwananek chairman wetu hapa Mheshimiwa Balala, atakwambia baba alikuwa anaweza kuchukua simu ampigie mwanachama wa ODM hapa amuulize mngependa tufanye mambo namna gani. Buliona kila wakati ambapo alikuwa anataka kufanya uamuzi mzito, alikuwa anafanya mikutano na wanachama wa ODM katika maeneo ya nyanjani, anawauliza tungependa tufanye vipi. Hii ODM ya sasa inauliza, badala iulize wananchi, inauliza William Ruto tufanye vipi. So ni wazi kwamba hawatutaki pale, na mimi naona ni kama, kwa kusema kweli, nimeweka ahadi ambayo nilitoa kwa bosi wangu wakati wa mazishi yake. Nikamwambia baba, mimi sitakuwa mwenye kuvunja chama cha ODM ama kusambaratisha chama cha ODM. Ni wao ambao wamenifukuza. Kila kitu ambacho baba yangu alinipea, baba wangu wa kisiasa, wamekichukua. Na nikasema ni kawaida katika, unajua nyinyi mnajua haya maeneo ya Luyaland. Hapa kwenye boma hapa, mzee akifa, unasikia mtu amekujia mjane, mwingine amechukua koti yake, kuku zimeibiwa kwenye boma. Yale mambo ambayo yalikuwa ametengewa kwa sababu ya watoto wake, watoto wa marehemu, inachukuliwa. So vijana wakaniambia, wacha wakuvue kila kitu. Wakuvue kila kitu ambacho baba alikupatia na sisi tutakurejeshea. Unanielewa? So tunapoingia katika uchaguzi wa mwaka 2027, ni dhahiri kwamba chama cha ODM hakitutaki sisi ambao tumesema hatuwezi kumuunga mkono Mheshimiwa William Ruto. Na ni kwa hivyo ni wazi kwamba lazima tujipange, kwa sababu na sisi tungependa kuzidi kuwa katika uongozi wa kidemokrasia, na demokrasia inapelekea kwamba mtoe uamuzi tofauti. Naam, asante sana mheshimiwa kwa kuweza kuitikia awamu ya kwanza ya maswali kutoka kwetu.